na pia na kwa kijana wangu hapa Sampewi. Mungu ameamua, yametendeka, na kinachobaki bale basi ni kuvumilia na kujifariji, kwa sababu ni wakati na yametendeka. Tutaruhusu Selile kama wana neno wanaweza sema, na baada ya pale kuna mengine atafuata. Kwa hiyo kiongozi wa Selile, kama kuna neno ya kusema, karibu sana. Asante sana ndugu mkuu wa familia. Japokuwa wewe ni kiongozi wa EMO, lakini hapa unazungumza kama mwenyekiti, kama mkuu wa familia. Ningeomba Sampeo waje hapa ili tuweze kumuona. Njoo huko. Kwa kila mtu ambaye yuko mahali hapa, na tunashukuru kwa sababu familia imesema tuzungumze kwa Kiswahili, kwa sababu sio wote ambao ni Wabembe hapa, na hiyo imerahisisha mambo kwa sababu tuna makabila mbalimbali na tuna mataifa mbalimbali. Kuna ambao sio wa Kongo na kuna ambao ni wa Kongo lakini si Wabembe, na ambao hawaelewi lugha ya Kibembe. Kwa hiyo tunashukuru sana kuweza kupewa nafasi kama Selule. Kwanza kabisa tunasema asante sana kwa nyote ambao mmeacha kazi zenu, mmeacha mikoa yenu, mmeacha makomine yenu, na mnakuja hapa kuweza kuja kulia pamoja na sisi. Na kama leo tuko hapa ni kwa sababu ya huyu kijana hapa ambaye amepoteza mwanae mvulana. Ndio kwa maana tuko hapa, na ndio kwa maana nimemuita ili kwamba kila mmoja wetu aweze kumuona. Na baada ya kusema hivyo, nataka niseme, ndugu wapendwa, familia na marafiki, leo tumesimama hapa tukiwa na mioyo mizito. Ni vigumu kuelewa, ni vigumu kukubali kwamba mtoto wetu ametuacha. Tulimpenda sana. Sisi ambao tulikuwa tukimuona kwenye TikTok, hatukumzoea huyo kijana. Tulikuwa tukimuona kwenye TikTok, na baba yake na mama yake walikuwa wakionyesha upendo wa ajabu pamoja na huyo mtoto. Na jana niliweza kuongea na baba mtoto, aliniambia kwamba wakati mtoto amekuja huku ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kuishi pamoja na mwanae. Ndio. Kwa hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza na mara ya mwisho kumuona mwanae. Na hiyo ni kwa sababu mwanamke anaishi Marekani na mwanaume anaishi hapa Sweden. Ndio kwa maana wanaishi mbali. Na inaumiza zaidi, na hatuwezi kuelezea uchungu ambao unatupata sisi. Kwa wale ambao hawajawahi kupoteza watoto hawawezi kuelewa, lakini kwa wale ambao wameshawahi kupoteza watoto wanaweza wakaelewa, hasa ikiwa ni mtoto wa kwanza ambaye unaanza kujifunza kumelewa tabia na kutengeneza ukaribu naye. Lakini kuna sauti moja ambayo kila siku natuambia kwamba usiogope, maana mimi niko pamoja nawe. Na ni sauti ya Mungu. Sisi wote ambao tuko hapa tunaweza tukamwambia Sampeo pole, lakini anayeweza tia moyo zaidi, kumtresta zaidi ni Mungu, kwa sababu yeye ndiye anamjua. Na hatuwezi kuzungumza yote bila kuzungumza maneno ya Mungu, kwa sababu sisi kama tumefika Ulaya na kama tuko hapa ni kwa sababu ya Mungu. Na Isaya 43 mstari wa 2 unasema kwamba
ukipitia maji mengi nitakuwa pamoja nao. Sampeo sio jambo rahisi kupoteza mtoto, na inawezekana hapa unajibana machozi kwa sababu kuna watu wengi, lakini yale ambayo yaliyo ndani yako ni Mungu anayajua. Lakini Mungu anasema yuko pamoja nao, na ni yeye peke yake anayeweza kukutia moyo, kukumbatia na kukuweka kifuani mwake na kusema kwamba hauko peke yako. Na sisi wana Selulu tunaamini kwamba hauko peke yako. Ndio kwa maana umeona umati mzima umekuja hapa kukutia moyo, kusema kwamba hauko peke yako, na Mungu wetu si muongo. Wakati mwingine hatuwezi kuelewa kwa nini maisha mengine yanakuwa mafupi. Wakati mwingine hatuelewi kwa nini mtoto anazaliwa anakuwa na mwaka mmoja anakufa, mwezi mmoja anakufa. Wengine wanakufa tumboni, hatuelewi. Lakini kitu nataka nikwambie, kuna watoto ambao wanakuja katika familia. Jana tumeongea kuonesha tu kwamba wazazi wana uwezo wa kuzaa. Na kuna watoto wengine wanakuja ndani ya familia kwa sababu ya kuweza kuimarisha upendo katikati ya baba na mama, na baadaye wanaondoka. Na hakuna kiumbe ambacho kinaweza kikafa kama Mungu hajasema ndio. Kwa hiyo Msomwa alifanya kazi yake. Hiyo kitu nataka nikuhakikishie kabisa. Amefanya kazi yake na Mungu amekubali hiyo. Maandiko yanasema msifadhaike mioyoni mwenu. Amen. Amen. Na wewe tafadhali, hatuko kanisani hapa. Tuna watu wengine ambao si wa Kristo, lakini maandiko yanasema msifadhanike mioyoni mwenu. Muaminini Mungu, maana Mungu yuko pamoja nasi. Na ndio kwa maana leo tuko hapa tunasema asante kwa kila pumzi ambayo imefika hapa, na Mungu atakutia moyo. Na ukiwa na shida, jaribu kutafuta watu ambao ni wakaribu wakutie moyo, na tupo tayari kukusaidia. Na kila mwenye pumzi aseme amen, amen. Amen. Miomo. Asante sana kiongozi wa Selile. Na fikiri tutasoma hotuba fupi ya maisha ya mtoto wetu ambaye ametuacha. Nisome wasifu wa marehemu Ebodebode Msomwa. Jina mtoto ameitwa Ebodebode Msomwa, na baba yake aliitwa William Ebodebode maarufu Sampewi. Ni wa jamaa la Bashim Inji, nyumba ya Bashimase, na kale kanyumba kandogo au su famille inaitwa Bashi Ama. Mama wa mtoto aliitwa Yala Weyana kwa jamaa la Babulwa, nyumba ya Luamba. Babulwa ni banani Balenga. Marehemu alizaliwa mnamo tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka wa 2019 pale Marekani. Alianza masomo ya awali, yani shule ya chekechea pale Marekani, kwenye shule ambayo inaitwa Kindergarten, na Kiingereza hapa mtaelewa inaitwa Ave Austin Elementary School. Na jitahidi magonjwa na kifo. Marehemu wa kugonjwa alipata ajali ya kuangukiwa na Firehawk. Ndio wanaandika hapa Kiingereza Firehawk. Nyumbani ni kitu ambacho kinawekwa nyumbani pale Marekani kwenye sebuleni. Na jitihada za kuokoa maisha yake zilishindwa, maana alitolewa nyumbani kwenda hospitali katika hali ya mahututi, akiwa anapumua kwa mbali. Alifariki siku hiyo hiyo, siku ya pili pale Marekani,
Hapa kwetu sisi tulikuwa tuko siku ya 3 mnamo tarehe 14 mwezi wa 10 na saa 9 za usiku. Hiyo ni hotuba fupi ya marehemu. Tunashukuru kwa faraja za kila mmoja wenu kwetu. Tuambatane na kufarijiana zaidi. Tunashukuru kwa sala na maombi. Asante sana kwa kanisa hii, sasa ni pale Marekani, na watu wote wa Mungu. Tunashukuru kwa michango mbalimbali, pesa, chakula, vinywaji. Asante pia kwa Wabondo na wasiokuwa Wabondo ambao tuko nao hapa, na hata wengine ambao wako sehemu zozote zile tunalia mtoto wetu. Na jumla ya emu Yambondo, hapa wanaandika Buffalo lakini sisi tunasema emu Yambondo Sweden. Asante kwa wote na hatuna cha kuwalipa. Mungu awabariki na asanteni sana. Kwa hiyo kama familia hatutakosa kuwashukuru mara kwa mara, kwa sababu mmeonesha jambo nzuri sana. Ya, kuna nyongeza kidogo hapa ya hotuba. Marehemu ameishi hapa duniani miaka 5 na miezi 10. Pamoja na kifo na ajali, sisi jamaa la Bashim Minji tuna imani Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Shukrani jamaa, tunashukuru wote ambao wameweka msaada katika kipindi hichi cha majonzi. Wote waliojitahidi kuokoa maisha ya marehemu sioni mzuri. Naweza kuishia hapo. Ja. Wote waliokoa maisha ya marehemu, kuanza nyumbani, polisi waliofika na hata hospitali. Kwa hiyo kwa kifupi ni kushukuru tu. Na sisi kama familia hatuna la kusema, yote ni kumwachia Mungu. Na ili japokuwa likuandikwa hapa, lakini nitalisema kama mwanafamilia au kama kiongozi wa Wabondo. Tumesikia mambo mengi kwenye mitandao ya kijamii, mtoto sijue nini, mtoto nini. Hapana, tunakatala ile. Wenzetu wanaoingia makanisani wanahubiri kwamba kifo kimekuwepo. Wala Mungu alipokosa Adamu na Hawa katika zile laana ambazo amewalaani, aliwaambia kwamba nakufa mtakufa. Na ile kifo aiangalie umri, aiangalie nani sura nini, ni muda ukienea basi. Kwa hiyo tuache ile ya ni mambo Mungu ameamua basi. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Kinachofuata nadhani tutasikia mtu wa protokoli atupatie taratibu za gisi watu watafata kukamata chakula na kinywaji. Na asante sana. Mazingira ambao mnaona ya Ulaya, hatuko nje aseme tunaweza panga chakula nje watu waanze tuseme hawa waanze zunguruka hivi na hivi, hapana. Kwa hiyo tutasema tu tuanze kwanza hapa, na baadaye wengine watafata, hata walio kule nani jikoni wote. Ni kwenda umoja tu kuchukua chakula na kinywaji, na basi kama utakulia nje, kama utakulia chumbani, kama utakulia pale nani jikoni, hamna shida. Kwa hiyo hatuwezi panga seme hii ndo familia, hii ndo kanisa, hii ndo banani Babondo pana.
Kwa hiyo ndio taratibu, lakini kabla ya hayo nasikia kuna mama fulani ana neno la kuongea, kwa hiyo karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sisi tunakuja kutoa mkono wa pole tunasimama hapa mbele zenu katika nyumba ya Mama Teresa. Tunakuja kutoa mkono wa pole kwa ndugu yetu, dada yetu, mama yetu. Sisi sote tuna uchungu kupitia msiba huu. Kwa hiyo sisi ambao tunashimama hapa ni grupu ya wakina mama iko hapa Stockholm ya Les Femmes de Valeur, na mama yetu Teresa iko ndani. Tuna mchango yetu kidogo ambao tulileta kwa siku ya leo, apate kununua hata sabuni ya kufula manguo ya ni wakina mama wengi. Kuna wale ambao hawako hapa kwa siku ya leo, lakini sisi ambao tumefika tulipenda kuonesha envelope yetu na kumwachia dada yetu kwa siku ya leo mbele zenu. Asante ile sana. mipango tu panga imezima kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke Ya migwe chilunge miomo. Ndio nafikiri tunamaliza kila kitu. Nachofuata nadhani ni taratibu za kuchukua chakula na kinywaji, afu unatulia sehemu, lakini tuangalie gisi mazingira ya nyumba yako ni kuacha njia ili wengine wapite. Itakuwa vizuri sana. Na tumenunua zile sashe, unajua chakula kama wali kinadondoka kabisa, hata kama wewe ni taratibu wa kukamata kijiko, lakini kamoja tu mpaka katakwepa hivi. Kwa hiyo vikiwa vingi chini naweza leta tena mazingira mabaya. Kwa hiyo tuko na zile sashe, tutaziweka sehemu, hata ukiona tu ushashiba nini na nini, huko ile masani ya kutumikisha tu limoya, maliza na kile kisani kyote tupa mwa ile sashe, tusiachie nyumba nani kazi mingi sana hapa. Migwe chilungi miomo. Ndio. Asante sana. Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana kwamba kunayo siku tutakutana naye, ile subuhi njema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini Yesu. Nitie nguvu Baba, nimechoka, moyo unauma, nimechoka. Nisaidie Baba, nimechoka, peke yangu mimi siwezi. Tufundishe Mungu wetu kuhesabu siku zetu, japo dhoruba na shida, tusichoke kukutumikia. Imeniliza sana, Imeniliza Baba, imeniumiza sana, nimeumia awamu hii nimeumia Baba sana. Mungu wangu nisaidie. Ona nahisi umeniacha sana, umeniacha sana, nimeumia nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie.